Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ama ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukiwa tupo katika mwendelezo wa kipindi chetu cha kujilea kiroho, na tuliangalia katika vipindi vilivyoisha nukta za mwisho ambazo tulikuwa tumeziangalia katika sehemu ya 6 na ya 7. Tuliangalia nukta ya kwanza ilikuwa ni nukta ya kugawa muda, na nukta ya pili tukaiona ni nukta ya kuhama. Kuhama kila ambacho kinakushawishi urudi katika yale ambayo uliokuwa tayari umeshaamua na umeshazimia kuyawacha. Na kwa sasa baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, maana yake tulijifunza mambo mengi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulijifunza kujizuia mpaka kula na kunywa vitu ambavyo tulikuwa tumevizoea kila siku tukiwa tunavitumia. Kwa hiyo tumepata mafunzo makubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba sisi tuna uwezo wa kuacha mambo, na katika miongoni mwa mambo yanayopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni hili, kwamba mwanadamu yale ambayo mengine yalikuwa ni halali kwake, ambao tofauti na Ramadhani yamekuwa ni haramu kwake kuyafanya katika mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo ameweza kuvumilia katika muda wa masaa 13, 14 au masaa 15 akiwa hafanyi yale mambo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mwanadamu huyu ana uwezo wa kubadilika. Yale ambayo katika makosa ambayo anayafanya, asiseme kwamba mimi siwezi kuacha, anaweza. Na ndio maana katika kipindi hicho mwezi mtukufu wa Ramadhani, wapo watu ambao walikuwa wakiishi na vimada, lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani wakawaondoa na wakaishi bila ya vimada. Wapo watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huu uliopita waliweza kujizuia kuto kutumia vilevi ili kutekeleza na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba mwanadamu katika nafsi yake akiamua na akikusudia kumtii Mwenyezi Mungu anaweza kuacha vitu alivyovizoea. Kwa tuliona katika kipindi kilichoisha, katika vipindi vyetu vya namna ya kujirekebisha na kujisafisha kinafsi, tumeona tulikuwa tunagawa muda. Manake Mwenyezi Mungu lazima tumpe muda. Nikisema tumpe muda, maana yake kuwe na wakati maalumu ambao huu wakati tumeuweka na tumeutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutajifunza mambo mengi kwa kutumia wakati huo. Lakini nukta ya pili tuliyozungumzia ilikuwa ni nukta ya kwamba ni lazima mwanadamu ahame mazingira au watu ambao ni vishawishi vya yeye kurudi kwenye yale mambo ambayo alishaamua kuyaacha na kuyahama. Mfano mdogo nilitoa katika vipindi vilivyoisha ni kwamba wapo marafiki zetu ambao wao kwa kifupi bado hawako tayari kuhama, hawako tayari kuacha machafu. Sasa wewe unapokuwa tayari umeamua kwamba sasa mimi haya nataka niachane nayo, wao watakuwa ni miongoni mwa viumbe ambao vitafanya kazi ya kukurudisha nyuma kwa namna mbalimbali. Wakati mwingine kuna mwingine atakuwa anakufanyia istihzai, na kuna wengine watakuwa wanakukumbusha yale mambo ambayo machafu mliokuwa mnafanya pamoja. Wakikusudia, wakikukumbusha, maana yake moyo wako utavunjika. Kusudio lako na ile azma uliyokuwa umekusudia itaanza kupata udhaifu ili uungane nao kwenye yale yale ya mwanzo. Natoa mfano. Wapo watu labda walifanya makosa ya kutenda, labda ni ulevi, au mtu alifanya kosa fulani kubwa tu kabla ya kuamua kuacha makosa yale. Kuna watu ambao ni marafiki zako ulioshirikiana nao, ukiwa tayari umeamua kuacha na kurudi msikitini, kurudi katika njia ya Mwenyezi Mungu, kuna siku atakuja atakwambia, wewe ni nani bwana? Wewe unafikiri makosa yale kirahisi rahisi tu unaweza ukasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Unajifanya sasa hivi umegeuka malaika, unajifanya sasa hivi umegeuka mtu mwema, wakati mimi na wewe tulifanya kadha. Lengo la mtu huyu inawezekana hajui anachokifanya, mwingine anajua anachokifanya. Maana yake ni kwamba kukurudisha wewe katika kitu ambacho tayari ulishaamua kuhama. Sasa hapa maana yake tunagundua kuna umuhimu wa kiasi gani wa mtu anapoazimia kuacha makosa, madhambi fulani, kuhama. Kuna ulazima wa namna gani kuhama na kuanza kuwaepuka baadhi ya watu ambao
wana ushawishi wa kutaka kumrudisha kwenye yale makosa, kwa sababu Ibilisi anafanya kazi kwa kutumia viumbe vya namna mbili vyote. Anafanya kazi kwa kutumia viumbe ambavyo sio sisi wanadamu, lakini pia anafanya kazi yake kwa kutengeneza watu katika wanadamu wafanye kazi kama anayoifanya yeye. Na ndio maana leo hii, kwa mfano mdogo, unaweza ukamkuta mtu amefika sehemu anafanya kitendo hata mnyama kukifanya kwake inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo nukta yetu ya leo, tayari tumegawa muda, tayari tumeanza kuyahama mazingira ambayo yanatushawishi kufanya au kurudi katika yale mambo ambayo tulikuwa tayari tumekusudia kuyawacha. Je, Mwenyezi Mungu anaweza akatusamehe katika yale makosa makubwa tuliyoyafanya? Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa yule ambaye atakusudia kuhama na kuacha yale makosa ya zamani na akawa amerejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana tatizo lolote, atamsamehe mja huyu kwa maneno yake mwenyewe katika Qur'an. Kwa hiyo hakuna haja ya kwamba eti kwa sababu ulikosea haiwezekani kujirekebisha. Hapana, bali unaweza tena kwa kukusudia. Kwa hiyo nukta yetu ya leo ni kwamba yale tuliyoyatenda nyuma, tuliyomkosea Mwenyezi Mungu, tulishaamua sasa kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Je, tunaweza tukasamehewa? Naam, tunaweza tukasamehewa tukiwa tutakiri na tutatubia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni katika nukta moja ambayo inamtengeneza mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani akiwaeleza waumini, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba ya kweli, toba ya dhati, kwamba sasa nimeamua mimi yale makosa kadha kadha niyawache na nirejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nilikuwa siswali, lakini kwa sasa nimeamua na nimeazimia kwamba siwezi kuiacha swala, na nitamuomba Mwenyezi Mungu anisamee nilipokosea. Tutakuja kuangalia jambo la swala, mtu anatakiwa akiwa anatubu anafanya nini zaidi. Kwa hiyo nukta yetu ya leo ni kwamba tulipomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ameahidi kwa yule ambaye ameamua kubadilika na kurudi kwake, yuko tayari kumsamehe. Innama taubatu, tutakuja kuiona hii aya katika Suratul Nisa. Kwa hiyo inshallah, mpaka leo tumepata kwamba nukta yetu ya tatu ni kwamba tusije tukakata tamaa kwamba tulimkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyuma, kwamba haiwezekani yeye kutukubali tena. Hapana, Mwenyezi Mungu anatukubali tukikusudia kurudi kwake na tukiungama na kukiri na kuomba msamaha katika makosa yetu. Tunaweza kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tukamuomba msamaha, na Mwenyezi Mungu ameahidi kutusamehe. Kwa hiyo tutakuja kuangalia katika vipengele vinavyofuata kufuata taratibu za kutubia sasa. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika wanaojizuia au wamezuilika kurudi kwa Mwenyezi Mungu wakiwa wanayakumbuka makosa yao, na inawezekana hawajui namna ya kuondoka katika yale makosa kwa kutubia. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba ana matatizo, lakini anaamini kwamba yale hayawezi kupokelewa anayotaka kuyafanya mazuri, kwa sababu bado nyuma alifanya mambo kadha na kadha. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.